tunaingia kwenye sehemu ambayo namna hii, kabla sijakuletea muziki msikizaji, asubuhi njema hii ya kupokea the morning call. The morning call. Sijui kama unajua kitu kama ambayo kinaitwa the morning call. The morning call. Asubuhi namna hii basi, kwenye kipindi hiki cha Good Morning Africa, kuna sehemu ambayo inaitwa the morning call. Na hivi leo kwenye the morning call msikizaji, ni mstari mwembamba kati ya dini na siasa inavyotikisa uchaguzi nchini Tanzania. Katika kila jukwaa la siasa msikizaji, utasikia maneno maombi. Katika kila madhabahu, maneno ya haki, amani, uadilifu na wajibikaji msikilizaji. Lugha hizi zenye mizizi kiimani mara nyingi huibua mijadala ya kisiasa. Kwa miaka mingi, viongozi wa dini nchini Tanzania wamekuwa mstari wa mbele katika masuala ya kijamii, kupinga rushwa, kudai haki za kibinadamu na kuhimiza uadilifu wa kisiasa. Lakini mara nyingine sauti hizi huchukuliwa kama upinzani ama harakati za kisiasa, hali inayofanya mstari kati ya dini na siasa kuwa mwembamba mno na changamoto kuutambua. Tanzania inaingia katika mwaka wa uchaguzi, mwaka huu wa 25, siku ya 29 Oktoba hii, kipindi ambacho mijadala kuhusu nafasi ya dini katika siasa inachukua sura mpya. Kadiri kampeni za kisiasa inavyozidi kupamba moto nchini Tanzania, viongozi wa kidini wanazidi kujikuta katikati ya mgongano wa maadili na mamlaka. Wengine wanahusishwa na upendeleo wa kisiasa, wengine wakilalamikia kuingiwa kwa siasa, huku wananchi wengi wakitazama dini kama dira ya maamuzi yao ya kisiasa. Na hivyo hoja ya mstari kati ya dini na siasa unachorwa wapi? Nani anauvuka na ni kwa sababu ipi inaendelea kuwepo? Ndio maana hivi leo katika kipindi hiki cha asubuhi cha Good Morning Africa na kuletea the morning call. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria kadhaa zinasisitiza kuwa nchi hiyo ni ya kisekula, yani inayoendeshwa kidini, jambo inaheshimu dini na raia wake. Hata hivyo, kwa miaka nenda miaka rudi msikilizaji, wanasiasa wanavaa majoho ya dini na viongozi wa dini wanavaa kofia za kisiasa, wakati mwingine kwa pamoja, wakati mwingine kwa nyakati tofauti. Na hapo ndipo penye ukakasi msikilizaji, juu ya mstari wa juu mwembamba wa dini na siasa. Jambo ambalo hili linajitokeza japo si kwa kiwango kikubwa kama ilivyo kwa nchi kama Kenya au Nigeria. Viongozi wa dini nchini Tanzania wamekuwa wakizungumza masuala ya siasa na wanasiasa wakijitokeza katika ibada au matukio ya kidini. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Mohamed Isa anasema kutenganisha siasa na dini ni dhana yenye asili ya Ulaya, iliyobuniwa wakati kanisa lilipokuwa na nguvu ya kisiasa na kiuchumi. Swala la kutenganisha dini na siasa silo la kinadharia zaidi kuliko vitendo. Kampeni, kabla ya kampeni, mikutano au vikao vya bunge, maombi hutangulizwa. Wananchi wengi ni waumini wa dini na viongozi wao wanapohubiri hawahubiri kuhusu dhambi pekee, bali pia kuhusu amani, haki, rushwa na wajibikaji. Makanisa na misikiti pia yamemiliki shule, hospitali na taasisi za kijamii, mambo ambayo yanagusa kiini cha masuala matofauti ya maisha ya kisiasa na kiuchumi. Swali ni je, kwenye morning call asubuhi hii unaweza kutenganisha maadili hayo na siasa wakati unazungumzia ustawi wa jamii? Mwongo mmoja uliopita, Baraza la Maaskofu katika Katoliki kupitia Tume ya Haki na Amani iliwahi kutoa tamko kuhusu wajibu wa kijamii wa kanisa. Sehemu ya ujumbe huo inasomeka: kila mara kanisa linapotimiza wajibu huu linashutumiwa kuingilia siasa. Tafsiri hiyo ni potofu. Hapa hivi msikilizaji, kwenye the morning call, mvutano wa mamlaka na hofu ya ushawishi. Katika nchi yenye historia ya amani, mstari wa dini na siasa unavutwa na tahadhari kubwa, mara nyingine ukitetereka bila kudhibitiwa. Askofu Josephat Gwajima, mbunge wa zamani wa chama tawala CCM katika jimbo la Kawe, ni mfano halisi wa kiongozi aliyevaa kofia zote mbili.
baada ya kulaani vitendo vya utekaji nchini Tanzania, alisema utekaji ni utamaduni, utekaji si utamaduni wa Tanzania. Serikali ilifuta usajili wa kanisa lake na ufufuo wa uzima kwa madai ya kuingilia masuala ya kisiasa. Hadi leo kanisa hilo limefungwa. Kwa upande mwingine, baraza la maaskofu Katoliki Tanzania TEC chini ya rais wake Wolfgang Pisa hivi karibuni walisema kuwa chaguzi za mwaka 2019 na 20 na ule wa 24 hazikuwa za haki. Hii haiwezi kumhakikishia wananchi kwamba uchaguzi mkuu wa 25 utakuwa wa haki. Kauli hiyo ilizua mjadala mkali, msikilizaji, kwamba kanisa hilo linaingilia siasa, huku serikali ikisisitiza kuwa chaguzi hizo zote zilikuwa huru na haki. Hapo ndipo mstari kati ya dini na siasa inapoonekana kuwa ukakasi, hasa wakati wa kuelekea uchaguzi. Mwaka 2017 afisa wa ngazi ya juu serikalini Profesa Projesta Rwegasira alitishia kufungia taasisi za dini kwa madai ya kuingilia siasa. Vitisho hivyo vilikosolewa vikali na wanaharakati na wasomi. Onesmus Olengurumwa, mmoja wa wanaharakati hao, alisema kuna tofauti kubwa kati ya kushiriki katika siasa na kutoa maoni ya kisiasa. Kwa upande wake, Profesa Bakari Mohamed wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam amesema kinachoshangaza ni kwamba vitisho na onyo hutolewa pale viongozi wa dini wanapokosoa serikali, si wanapoipongeza. Kwa namna yoyote ile, kauli hizi zinaonyesha hofu ya ushawishi wa kidini katika maamuzi ya kisiasa. Hata hivyo, wanasiasa hao hawako mbali na dini. Wengi huomba baraka za viongozi wa dini, hudhuria ibada na kuchangia ujenzi wa nyumba za ibada kama njia ya kujijenga kisiasa. Kisheria, dini hairuhusiwi kuhusika moja kwa moja na siasa za vyama, kugawa hadi kuendesha kampeni au kuhubiri kwa msingi wa chama. Hata hivyo, kuhubiri uadilifu, ukweli na haki ni wajibu wa kimaadili, mambo ambayo mara nyingi hubeba uzito wa kisiasa. Mchambuzi Mohamed Isa amesisitiza kwamba huwezi kutenganisha dini na siasa 100%. Kinachotakiwa ni namna ya lugha ya ukosoaji, si ukimya. Askofu Gwajima si wa kwanza. Marehemu Christopher Mtikila aliyekuwa mchungaji na mwanasiasa wa chama cha Democratic Party DP aliongoza kanisa lake sambamba na kuongeza katika kugombea urais mwaka 2005. Vivyo hivyo, marehemu mchungaji Gertrude Rwakatare alikuwa mbunge wa CCM na kiongozi wa kanisa la Mikocheni B. Nje ya Tanzania, Pastor Chris Okotie wa Nigeria amewahi kugombea urais mara 3, na mchungaji Jesse Jackson wa Marekani alijaribu urais kupitia Democratic Party. Kwa upande wa sasa, Sheikh Isa Ponda, kiongozi wa muda mrefu wa Kiislamu, amejitosa kugombea ubunge wa Temeke kupitia chama cha upinzani ACT Wazalendo. Wakati huo, Sheikh Saif Hassan Sule, mwenyekiti wa taasisi ya Islamic na mwanachama wa CCM, alichukua fomu za kuwania ubunge Mbagala wakati huu. Hata hivyo, kura hazikutosha kuteuliwa kwa chama chake kwenye kura za maoni ndani ya chama. Sule, ambaye pia aliwahi kuwa kiongozi wa baraza kuu la Waislamu BAKWATA, aliwahi kuonya dhidi ya maandamano ya wapinzani. Amesisitiza umuhimu wa amani, msimamo unaonyesha mchanganyiko wa imani na siasa. Mwingine ni mchungaji Emmanuel Mgaya, maarufu kama Masanja Mkandamizaji, ambaye mara kadhaa amekuwa akipigia debe chama tawala CCM na mgombea wake wa urais Samia Suluhu Hassan katika majukwaa ya kidini, huku nabii mkuu wa kanisa la Ngurumo la Upako Gio Davi akichangia shilingi milioni 50 za Kitanzania kwa CCM mkoa wa Arusha kwa ajili ya kuwezesha kampeni ya mgombea urais wa chama hicho Samia Suluhu Hassan. Kwa mazingira haya, mstari wa dini na siasa unazidi kuwa mwembamba. Bado ni kizungumkuti kutenganisha dini na siasa, msikilizaji. Licha ya maonyo kadhaa kutoka kwa viongozi wa kisiasa na serikali, hasa katika utawala wa miaka ya hivi karibuni, Rais wa awamu ya 4 Jakaya Kikwete kule Tanzania
aliwahi kuonya miaka miwili iliyopita kuwa akiwa mkoani Mara kuhusu kuchanganya dini na siasa. Siku ikifika wanachama wa chama cha siasa au uumini dhabiti wa dini ukawainishwa na chama cha kisiasa unachokifuata, ndiyo mwisho wa nchi yetu. Hata hivyo, mtazamo wa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ulikuwa tofauti kidogo. Ingawa na yeye alihimiza dini na siasa kutenganishwa, lakini aliongeza viongozi wa dini washirika kukemea yale maovu yanayofanywa na wanasiasa. Wasikae kimya. Kama kanisa halitashiriki kwa vitendo katika mapambano dhidi ya mifumo dhalimu inayosababisha umaskini na udhalilishwaji, basi halitakuwa na maana kwa watu wake. Naye Askofu Pierre Wallon wa makanisa ya Ulaya aliyesema kwamba katika makala yake Religion and Politics are inseparable, ambapo haiwezekani kutenganisha dini na siasa. Yeyote anayejaribu kufanya hivyo aidha anadanganya au hajafikiria vizuri. Na kitabu cha Kenta Greenwald cha The Religion, Conviction and Political Choice, msikilizaji, kinadhibitisha hoja hiyo. Kinaonyesha jinsi imani na dini zinavyoathiri maamuzi ya kisiasa hata katika nchi zilizo na demokrasia dhabiti zaidi. Ili kuheshimu mstari mwembamba huu ambao The Morning Call inazungumzia leo, huu ni wa dini na siasa, wachambuzi wanasema kinachotakiwa si kuzuia dini kuzungumza, bali kuhakikisha kwamba maonyo au mafundisho ya kidini hayaingilii mchakato wa kidemokrasia. Lakini pia wanasiasa waheshimu ushiriki wa dini na viongozi wa dini kwenye masuala ya kisiasa, kwa sababu ni sehemu ya jamii na wanaguswa na maamuzi yote ya kisiasa. Tanzania imebaki kuwa mfano wa kipekee kama nchi yenye dini nyingi lakini yenye amani isiyotikisika. Lakini kadiri taifa linavyosogea kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu, ni wazi kwamba uhusiano kati ya dini na siasa utazidi kuibua mijadala mikali. Kinachohitajika si ukimya wa dini wala ukali wa mamlaka ya kisiasa, bali hekima ya mazungumzo, kama anavyosisitiza Isa. Viongozi wa dini wazungumze kwa busara, viongozi wa kisiasa wasikilize kwa unyenyekevu. Upo msemo unaosema kama ukikimbia kivuli chako bado kinakufuata. Vivyo hivyo kivuli hicho katika Tanzania ya leo ya kuelekea uchaguzi mkuu wa 29 Oktoba hii ni ule mstari mwembamba kati ya dini na siasa, mstari usiovukika lakini usioweza kuepukika. Na hiyo ndio sehemu ya The Morning Call asubuhi ya leo. Naitwa Kantona Joseph.